Viongozi kutoka kaunti ya Tana River wamekashifu vikali mauaji ya kijana mmoja mwenye umri wa miaka 20 aliyepigwa risasi na polisi na kuuawa papo hapo katika eneo la Kilindini. Kisa hicho kilitokea wakati kijana huyo alipojaribu kuzuia polisi kumkamata mwenzake ambaye alikuwa likizoni baada ya afisa huyo kumsaidia mtuhumiwa wa dhulma ya kijinsia kukwepa kukamatwa na polisi. Wakizungumza wakati wa mazishi ya marehemu, mbunge wa Galole Said Hiribai pamoja na mwakilishi wa wodi ya Kinakomba Hamid Babusa walitaka mamlaka huru ya kutathmini utendakazi wa polisi IPOA kuharakisha uchunguzi wao na kuhakikisha haki inatendeka. Niambie mtu ambaye kwa yuko kwa pikipiki, huyu wa vijana wawili wako kwa pikipiki, ni tishio kwa polisi mpaka atumie bunduki. Hawa walikuwa kwa pikipiki, wampiga huyu kijana, wamempiga yule mwingine mwenzake kwa pikipiki, hata pikipiki yenyewe pia wameipiga risasi. Yani simu ambayo leo inaharibika, kesho inaitengeneza, leo inapotea, kesho na neno ingine inakuwa ina thamani kuliko roho ya mwanadamu. Hiyo haiwezekani. Askari ni watu ambao wamefunzwa sheria. Na kama askari amefunzwa sheria, lazima aonyeshe mwananchi sheria ambayo inafaa itumike. Sasa kilichotushangaza ni hiyo polisi walikuja mapema nyumbani na walipewa hiyo simu kwa uzuri. Baada ya hapo wakarudi saa 3 za usiku, hatukujua kama walikuwa na nia gani. Kwa hivyo muhimu sisi kama watu wa Kilindini ama sisi kama raia, hatuna imani na hiyo polisi, kwanza ya Majengo, ya Wenje mpaka Hola.